Bana, hapa kuna uchambuzi wa dakika kadhaa kuhusu Harmonize anazidi kutoa support kwa msanii ambaye ni Mbosso. Ameandika Papito Mbosso Bombo Clat Power, akaweka pia emoji za moto kupitia Insta story yake. Sasa Harmonize, msanii maarufu wa Bongo Flava na ni mwanzilishi wa lebo ya Konde Gang, amezidi kuonyesha wazi kuikubali ngoma mpya ya kwake Mbosso itwayo Power. Kupitia Insta story yake, Harmonize aliposti kipande cha wimbo huo huku akiwa anaandika maneno yenye nguvu, Papito Mbosso Bombo Clat Power. Kauli imeibua hisia nyingi katika mitandao ya kijamii, na kutokana na historia ya Harmonize kutoka katika lebo ya WCB, anazidi kwamba anamkubali Mbosso kwa hichi ambacho ameweza kuandika. Maana ya kauli ya kwake Harmonize, neno Bombo Clat ni tamko la Kiswahili lenye mchanganyiko wa pathos ya Kijamaika, likiwa na maana ya kusisitiza jambo la kushangaza, kali na lenye nguvu, ambalo jambo hilo linahusu masuala ya wanawake. Yani hivyo Harmonize kwa kusema Bombo Clat Power alimaanisha kwamba ngoma hiyo ni kali kupindukia. Papito ni jina la kimahaba lakini pia la kirafiki ambalo Harmonize amempa Mbosso, linaonyesha udugu au undugu wa ukaribu pamoja na undugu wa ghafla au wa zamani uliokuwa kimya kwa muda mwingi sana. Lakini pia umakini wa watu katika wimbo huu Harmonize anazidi kufanya waziri kwenda kufuatilia baada ya kwake kuweza kuiposti katika ukurasa wake wa Instagram. Kuposti hiyo tu, mashabiki wengi walienda kusikiliza Power wakiwa wanafurahi sauti ya Mbosso na ujumbe wa mapenzi ya wimbo huu. Google Trends pamoja na Instagram zimeonyesha kwamba kuongezeka kwa utafutaji wa nyimbo ya Mbosso ambayo ni Power kwa zaidi ya 65% ndani ya saa moja tu baada ya posti ya kwake Harmonize. Ujumbe wa wimbo huu Power ni ngoma ya kimapenzi yenye mdundo wa miondoko ya Afro Bongo na midundo ya kiasili ya Kiswahili. Mbosso anateleza humo ndani jinsi mapenzi yalipokuwa na nguvu, lakini pia kupambana na maisha ya uandishi wa mashairi ya kina na kugusa hisia, na ukifanya msikilizaji azidi kusikiliza kwa kina ujumbe huo ndani ya moyo wake. Bana, ni namna ambavyo hata pia Harmonize inaonekana waziwazi kwamba ana appreciate hichi ambacho Mbosso kani mshedede amekifanya. Umuhimu wa posti ya kwake Harmonize kuonyesha wazi support ya kwa msanii wa WCB ambaye kwa hivi sasa ameshatoka katika lebo hiyo, ni hatua kubwa na inaweza pia kuashiria maelewano mapya kati ya lebo ya Konde Gang pamoja na Mbosso Khan, ambaye kwa ukomavu wake kwa sasa hivi umezidi kuwa mkubwa na anazidi kukua siku hadi siku, na sanaa inazidi kuchanja mbuga. Kuachana na bifu za WCB pamoja kati ya Diamond Platnumz na Harmonize, basi bifu hilo alikwenda kwa Mbosso. Kwa hiyo Harmonize mara kwa mara amekuwa akishare yale ambayo Mbosso Khan amekuwa akiandika, na anazidi ku appreciate kwa kina kwa generation inakuja vizuri. Kwa hiyo ni ukomavu wa kisanaa kuacha bifu na kuunga mkono muziki mzuri bila kujali lebo wala wapi ambako mtu ameweza kutokea. Mbosso kuchukuliwa kama vile msanii wa kipekee anayekubalika kila upande, kwamba katika pande za WCB anakubalika, Kings Music anakubalika, lakini pia hata huko kwa kina Konde Gang anakubalika. Hii ni rekodi ya mahusiano yao mapya. Harmonize na Mbosso waliwahi kuwa chini ya lebo moja ya WCB, lakini Harmonize aliondoka mwaka 2019. Tangu wakati huo kulikuwa na sintofahamu kuhusu uhusiano wao. Hakukuwa na bifu kali la wazi, lakini pia hakukuwa na ushirikiano wa wazi kwa wazi. Pia kupostiana mara kwa mara hapa kukuepo. Huu unaonekana kwamba ni usalama wa amani wa kudhibitisha kwamba wasanii hawa wawili wanaheshimiana na kila mmoja anakubali kazi ya msanii mwenzake. Kwake Mbosso Khan hii ni ishara ya upendo, sababu alikuwa na ugomvi na Mbosso Khan kama unavyomjua anaga ambishe za kinafiki kabisa. Kama ukimchukia ni wewe mwenyewe, ila kwa upande wake huaga anaonyesha wazi. Naweza nikasema kwamba kuna mapokezi ya mashabiki baada ya tukio hili. Mashabiki wamefurahi sana kuona support hiyo ambayo Konde Boy ameweza kuweka, na maoni ya kuwa kwamba watatamani kuona collaboration kati ya Mbosso Khan pamoja na Harmonize. Papito na Konde Boy wakiingia studio, tutapata klasiki, nyimbo ambayo ni kali sana. Uandishi wa kwake Mbosso Khan, uandishi wa kwake Harmonize, hapo utaenda kuvunja ile mipaka ya kufanya kazi pamoja na Mbosso Khan. Lakini pia Konde Gang zitakuwa basi ni ishara nyingine kwamba wanatamani hata kufanya kazi na msanii ambaye anakuja katika game na anafanya vizuri. Inawezekana hata Konde Boy anatamani kufanya kazi na Mbosso Khan mshedede. Hapo sijui itakuwaje, kwa sababu je,
unatamani kuona collaboration itakavyo happen kati ya Mbosokani pamoja na Konde Boy. Je, pia kuna wengine waliowahi kuonyesha ishara za true love kwa Mbosokani baada ya mambo yake katika siku za nyuma hapa kuweza kutokea katika swala zima la maumivu ambayo alikuwa anaweza kuyapitia. Lakini pia kuna wengine waliowahi kuonyesha ishara za mature love kwenye game ya muziki kama Harmonize pamoja na Mbosokani, kuweza kila mmoja wapo kushare kile ambacho kime kuja katika game. Kwa hiyo ni kama vile Harmonize amejaribu kushare EP ya kwa Mbosso, lakini ngoma ya Power ameappreciate kwa asilimia nyingi sana. Sasa kuna athari kubwa sana kwa soko la muziki hapa. Kama haya ya mwanzo wa ukaribu wa kwake Mbosokani pamoja na Konde Boy, kutakuwa kuna athari kubwa sana katika swala zima la collab kubwa kati ya wasanii wa Konde Gang pamoja na wasanii na msanii Mbosso ambaye alikuwa chini ya WCB, lakini pia mashabiki kuunganishwa zaidi kupitia hichi ambacho Mbosokani amekifanya. Lakini pia hapa Tanzania utazidi kupiga hatua kubwa sana. Unity through music inaweza pia ika-affect soko zima la muziki wa Tanzania. Kama ilivyo Nigeria na Afrika Kusini, huwa wanasapotiana wao kwa wao kwa asilimia kubwa sana, na vingine basi uwaga vinatokea kwa reason, lakini pia effort kubwa ya upambanaji uwaga inakuwa imewekezwa katika jitihada zao. Tanzania pia kupiga hatua katika swala hili pia ni jitihada pia za wasanii wao kwa wao pia kushikana mikono bila kuacha hata mmoja nyuma. Kwa hiyo ninaamini kabisa kama mashabiki wataunganishwa, lazima pia Mbosokani na yeye atapanda kupitia Aiza. Inawezekana kwamba ikaja remix ya Power au Harmonize akaingia na Mbosso studio au Mbosso akamuingiza Harmonize studio katika siku za usoni. Ni mambo ambayo yanawezekana kwa sababu Mbosso na Harmonize hawakugombana, waliogombana ni Diamond Platnumz pamoja na management nzima kwa ujumla. Kwa hiyo inawezekana yote haya. Lakini pia Mbosso kama atakuwa ni kati ya madaraja ambayo yamekuwa yakipendwa sana na wasanii wakubwa. Diamond Platnumz amekuwa akimpenda Mbosso, Alikiba amekuwa akimpenda Mbosso, Harmonize amekuwa akimpenda Mbosso. Mbosso ni msanii mtulivu sana na mwenye haiba ya kirafiki kwa wasanii wote. Amekuwa akifanya kazi na Diamond Platnumz, Rayvanny, Zuchu, lakini pia ameonekana kumudu aina zote za mahusiano bila ugomvi wa aina yote. Ukaribu wa Harmonize ni ushindi kwamba Mbosso ni daraja kati ya makundi ya muziki yaliyotengana kati ya watu fulani pamoja na kundi fulani. Kwa hiyo kupitia sentensi moja tu ya Harmonize yameonyesha kuwa muziki mzuri hauna mipaka ya lebo wala bifu. Kauli yake ya Papito Mbosso Bombo Clat Power si tu sifa bali ni hatua ya kushangaza ambayo huenda ikaandika historia mpya ya ushirikiano. Wakati mashabiki wanasubiri kolabo, hii ni fursa ya kusapoti kazi ya wasanii wetu bila kubagua upande wa aina yote. Bana, wewe binafsi ungependa kuona kolabo gani kati ya Mbosokani na Harmonize? Power remix au wimbo mpya kabisa ambao video yake itakuwa ni video ya kimataifa? Dondosha komenti yako hapo chini ili tuende sambamba. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.